Bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuntu ndani ya Vedo Maisha Vedo zaidi ya Vedo, ikiwa ni saa 2 dakika 19 zinakatika ndani ya Vedo Maisha Vedo zaidi ya Vedo. Hukumu na sakali. Tupo ndani ya bunge la maisha, tuko na mheshimiwa Francis Mwangangi ambaye ni naibu governor county ya Machakos, na tuko na bwana Brian Lishenga ambaye ni daktari Brian Lishenga. Bila shaka yupo ndani ya studio. Brian Lishenga, sakali ulikuwa unaambia kwamba daktari Brian Lishenga aliwania seneta katika county ya Kakamega katika uchaguzi wa 2022 na kaibuka wa pili. Bila shaka kwa tiketi ya chama cha ODM katika uchaguzi mkuu uliopita, na nakumbuka nikizungumza naye jana nikizungumzia siasa za 2022 pale, kwa sababu kaunti ya Kakamega ni kaunti ya nyumbani. Karibu sana daktari wan. Asante. Sasa hivi nasikia unasema tu wewe ni Sifuna. Wewe ni Sifuna mwe ni Lishenga. Linda mwananchi, linda Kenya. Okay, bila shaka. Mimi ni bote Sifuna na pia mimi ni daktari Lishenga. Asante sana. Bila shaka na naibu governor bwana Francis Mwangangi. Ujambo, good morning sir, how are you? Fine. Karibu sana ndani ya bunge la maisha this morning. Asante. Yapo mengi ya kuzungumzia asubuhi ya leo. Niko tayari. Uko tayari? Mbona DJ anacheka? Naibu governor Mwangangi, naomba nianze na wewe. Sasa hivi hata nilikuwa nasoma kwenye magazeti hapo, nasema kwamba kuna changamoto ambazo kwamba zinawakumba county za serikali za county in terms of salary payment, na kuna baadhi ya county ambazo kwamba wafanyakazi hawajapata mshahara wa mwezi Julai, na county Nairobi ni moja county hizo, kwa sababu wao hata wafanyakazi wamejitokeza kuzungumza na vyombo vya habari, na sasa hivi tunaona kwamba mwezi wa Agosti unaelekea kuisha. Hebu tuchore taswira, county ya Machakos mumeathirika? Mshahara umelipwa mwezi Julai? Ni kweli ya kwamba mshahara wa mwezi Julai ulilipwa. Ulilipwa? Yes. Kwa hivyo nyinyi hamja kujikuta katika changamoto hii? Ni kujipanga. Ni kujipanga. Kwa hivyo county budget yetu haijapitishwa. Ilipitishwa lakini kuna mambo hayajakuwa sawa sawa. Yeah. Kwa hivyo wakati nasema kujipanga, kuna ile on source revenue. Yeah. Kuna zile kule tunaweka. So unapanga mpango. Ndio in case kuna delay, at least watu wako walipwe, and then you sort it out as you what hii delay ambayo unazungumzia? Afadhali nyinyi, nadhani kwamba ni afadhali kwamba wafanyakazi wa county ambao nakotoka Machakos wamelipwa, na lakini kuna county nyingi tu, hata ukiangalia kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Daily Nation wameweka karibia county 21 hawajalipwa mshahara wa Julai, na Agosti inaisha hii wiki. Ikifika Friday Agosti imeisha, itakuwa ni miezi miwili ya mshahara hajalipwa. Labda kwa ile mfanyakazi wa kutoka county nyingine ambaye hajalipwa na anashangaa hii delay imetokana nini? What can you say, bwana deputy governor? What is it about the delay? Marehemu mwenda zake Raila Odinga alisema peace huoza kuanzia kichwa. Ni mipango. Unahitaji ukuwe na mpango kama kiongozi, ujue jambo lolote linaweza kutokea pale. Jambo la pili ni kwamba mshahara is a basic right. Actually it is a part of human right. Kukaa hata mfanyikazi wako wa nyumbani unless you are sick ama kuna serious problem, yeah, upasi kukosa kulipa mtu mshahara yake. Kwa hivyo it's unfortunate we find ourselves where we are. Na niseme ya kwamba nimekuwa kwa serikali kuu na sasa niko katika ngatuzi kule. Yes. Nafikiri vile tulianza na vile tumeendelea, tukiacha mashindano baina ya ngatuzi na the national government. Yes. Ukweli ni kwamba hizi serikali zitaweza kuendelea na kufanya majukumu yake bila tatizo lolote. Okay. Including paying salaries on time. Kwa nini tunazungumzia mishahara imechelewa katika serikali za gatuzi na si serikali kuu? Na zote ni serikali. Zinachaguliwa na wananchi. Na katiba inasema katika ile shilingi 100 hii percentage, at least hii percentage iende kule. Kwa nini hiyo isitendeke? Yeah, so ile kitu nimekuambia ya kwanza ya marehemu mwenda zake ni kwamba uongozi, kwa sababu tunapaswa kuhakikisha ya kwamba serikali gatuzi zinafanya kazi, na pia serikali ya kati pia inafanya kazi, lakini sivyo.
Okay. Bwana Lishanga, unajua kwamba sakala kuna na swali lakini dakika moja tu. Bwana Lishanga, ulikuwa umewania pale useneta na unajua kwamba jukumu kubwa la Senate ni kutetea na kulinda ugatuzi. Leo wewe ungekuwa seneta wa county ya Kakamega na tuseme kwamba wafanyakazi hawajalipwa, what could you have done different as a senator ambaye jukumu lako kuu ni kutetea Senate, county government? What could you have done? Unajua, kwanza tuseme hivi, ugatuzi ni mojawapo ya yale mambo ambayo ni mazuri sana katika Constitution 2010. Okay. Hatuwezi sema ya kwamba kwa sababu mishahara haijalipo kwa kaunti 21 ugatuzi umefeli. Hapana. Tukiangalia katiba ya 2010, jambo ukichukua mambo mawili ambayo ni mazuri sana. Ya kwanza ni Bill of Rights ambayo imewatunza Wakenya, si ndio? Na Wakenya wanajivunia hiyo Bill of Rights. Unaona siku hizi mtu anasema niko na right ya kufanya hii, right ya kufanya ile, na imetunzwa kikatiba. Jambo la pili ambalo ni nzuri ni hii ugatuzi. Kwa hivyo tunapaswa kwanza tusitumie hii delay ya salaries kama excuse ya kusema ya kwamba ugatuzi umefeli. Hata national government, by the way, mimi nimekuwa mfanyikazi wa national government. Kuna wakati ambapo mishahara inachelewa katika national government. Kwa hivyo tunapaswa kujiuliza chanzo hasa ni nini. Kwa hivyo tuwakosoe magavana binafsi na makaunti binafsi. Umeona katika hiyo list ambayo iko pale ya mishahara ambayo imechelewa ni makaunti 21 kati ya zile 47. Kwa hivyo kuna zile counties ambazo zimeweka planning nzuri ya kuhakikisha ya kwamba hakuna delay ya mishahara. Na nataka uelewe hivi, nikisema planning nzuri inamaanisha nini? Tunajua kwa nini kunakuwa na salary delays mwezi wa 7 na mwezi wa 8 kwa sababu ya close of financial year. Kwa hivyo gavana ambaye amejipanga vizuri na executive yake wanapaswa kujua ya kwamba hapa ikifika mwezi wa Agosti kama kawaida, kwa sababu ya closure of financial year, tuna expect ya kwamba kutakuwa na delay. Kwa hivyo hizi ni counties ambazo tuwashtumu wale magavana na ofisi zao kibinafsi, na sio kwamba kusema ya kwamba ugatuzi kwa ujumla umefeli. Jambo la pili hapo ni kwamba pia serikali kuu, ingawaje in this case mimi siwezi laumu national government, kwa sababu niliona statement jana ikitoka kwa Council of Governors wakisema ile disbursement ya mwezi wa Agosti na mwezi wa Julai ilikuwa imefanywa kwa njia ambayo inapaswa. Yani what I mean is that wame receive pesa when they needed the money by 24th of August. Kwa hivyo hizi counties zote, unless kuna county ambayo haiko kwa imefanya watu tunaita submissions zake, kwa sababu unajua upewi tu pesa for free. Kwa hivyo unapata, what I can say, most of the counties ambazo zimechelewa kulipa mshahara, wale ambao tunapaswa ku hold accountable ni zile wale magavana na zile counties binafsi, lakini sio kusema kwa ujumla kwa sababu kuna delay of salaries kwa hivyo ugatuzi umefeli. Wajua Daktari Lishenga, umejibu swali ambalo nililenga kukuuliza, kwamba kwa tathmini yako nadhani kwamba ugatuzi unafanya kazi, and you've already responded to that. Lakini changamoto hizi ni nyingi, kwa sababu tukizungumzia devolution katika kipindi cha miaka 10 tangu 2013, we're talking about around 13 years. Zungumzia pending bills pale zimeendelea kuongezeka katika nyingi za county. Zungumzia migomo ya mara kwa mara. Sasa hivi tunapozungumza kuna mgomo ambao unaendelea, na hata kuna mjadala ambao ni kimya kwamba was it the right decision kuweza kudevolve sekta ya afya kwa mfano. Unapozungumzia masuala mazima ya ukuaji wa miji, sewerage systems, kuweza kupambana na majanga. Of course sasa hivi El Nino inakuja, na tulikuwa tunaulizana hapa na hukumu iwapo kaunti zetu zinajiandaa kwa ajili ya mvua zile ambazo sasa zinasemekana kwamba zitakwenda mpaka Januari. I mean, unapozungumzia ghost workers, unapozungumzia swala zima kijumla la ufisadi katika kaunti mbalimbali, inaonekana kwamba changamoto ambazo zina devolution ni chungu nzima tu, na labda hilo ndio linachangia swali hilo la is it really working katika kaunti zetu mbalimbali? Okay, sasa Damas, ugatuzi unafanya kazi. Wacha nikupatie mfano. Kwa nini nasema ugatuzi unafanya kazi? Kwanza, mbona tulitaka kugatua serikali? Ni kwa sababu pale nyuma kulikuwa na ile tunaita concentration of power. Yani decisions zote kuhusu maendeleo ya maeneo yote katika taifa zilikuwa zinafanyika Nairobi. Na zilikuwa zinafanyika baina ya watu wachache. Kwa hivyo kuna zile sehemu ambazo za taifa ambazo zilikuwa zinasema kwa sababu sisi Dalmas anatoka Kakamega, yeye hayuko katika serikali, basi Kakamega haiwezi pata maendeleo. Na kulikuwa na hiyo, unajua, hiyo discrimination katika maendeleo. Lakini tukubaliane ya kwamba tangulia tufanye ugatuzi, kumekuwa na difference. Wacha nikupatie mfano mmoja. Between 2013 na 2018, maeneo ya gatuzi katika taifa la Kenya yali construct 1419 health centers. Hizo ambazo hazikuwa zimejengwa pale mbeleni.
Kwa hivyo ukiangalia communities zile ambazo zilikuwa supported na hizi dispensaries, hao watakwambia ugatuzi unafanya kazi. Ukija kwa vitu kama shule za chekechea ECDs, kwa hiyo muda wa miaka 5 ya kwanza ya devolution tuliconstruct more than 800 ECDs. Hayo ni mambo ambayo ukiuliza mkazi wa hiyo area atakwambia nimeona inafanya kazi. Kwa hivyo kile ningesema ni before you continue, this dispensary is working, kwa sababu baadhi ya Wakenya wanasema kwamba ndio tunaona health center ama dispensary hapa, lakini nikienda pale naambiwa hamna dawa. Wacha nikuulize. Na wauguzi wacha nijibu Dalmas haraka. Na wauguzi pia kwa strike haraka. Unajua kuna wale ambao wanasema kwa sababu dispensary fulani haifanyi kazi ama ECD fulani haina mwalimu basi tufunge devolution. Mimi nitafanya counter argument. Nitasema ya kwamba take the same example to the national government. Kuna hospitali ambazo ni za national government hazifanyi kazi. Universities zetu kwa saizi unaona zinangangana. Is that an excuse ya kusema tufunge national government? No. What we do is ya kwamba kusema hapa huyu gavana amefeli kufanya kazi. Hii assembly imefeli kufanya kazi yake ya kudhibiti governor oversight. Sindio? Kwa hivyo we look at it on a case by case basis. Ukiangalia kuna counties zingine, kwa mfano napenda kutumia example ya Murang'a. Saizi ukienda Murang'a, hiyo ni sasa tunaita innovation laboratory, yani maabara ya ubunifu wa mitindo ya afya. Huko saizi wana invent vitu kama telemedicine, digitization. Kwa hivyo si ati tunachukua blanket statement tunasema healthcare inaweza kuwa imefail katika hii county, lakini county fulani kuna kitu wanapata right. Tumekuwa hapa na wawakilishi wadi Daktari Lishenga, na inanikumbusha swala ambalo aliliibua naibu gavana pale Machakos. Kule Machakos kuna zogo kuhusiana na upitishaji bajeti. Mpaka leo bajeti haijapitishwa. Of course you'll be telling us why, by the way, mpaka leo hamna bajeti. Lakini Daktari Lishenga, do you think county assemblies ambazo tuko nazo kwa jinsi ambavyo tunazo, tulikuwa hapa na DNG mmoja wa wakilishi wadi hapa Nairobi, and he was really complaining. Anasema kwamba hali ambayo wako ndani sasa hivi, ukiangalia ule mshahara ambao wanapata na yale marupurupu ambayo yanapata, hayawapatii the capacity kiukweli ya kuweza ku oversight utendakazi wa gavana, serikali tendaji kijumla. And unless we have that honest discussion, tutaendelea kushuhudia mabunge ya county ambayo yanaiba wimbo wa gavana. Si kwamba wanataka, lakini kutokana kwamba matarajio hata pale kwenye mashinani ama kwenye ground pale hawana ward fund, na ward fund iko kutegemea na governor kama anataka ama hataki. Do you think county assemblies katika jinsi ambavyo zipo zina uwezo really wa kuweza ku oversight governors and serikali zao? Kuna mambo mawili. Kuna jambo ninakubaliana nalo na DNG, mwakilishi wa wodi, na kuna mambo ambayo ninatofautiana naye. Nakubaliana naye ya kwamba wawakilishi wetu wa wodi MCS, when it comes to welfare yao hatujawaangalia vile inavyopaswa. Nakubaliana kwamba mishahara ambayo wanalipwa na zile support wanapewa kama an MCS office ni jambo ambalo lazima tufanye strengthening. Hiyo nakubaliana naye, na nadhani ya kwamba hili ni jukumu la SRC. Unaelewa, it's a negotiated thing, lakini we do need, tunahitaji kusupport our members of county assemblies better. Lakini mahali sikubaliani na DNG kwamba ni huo mshahara ambao unadetermine ikiwa wao wataweza ku oversight governor. Na unajua Wakenya wameanza kutoelewa tofauti baina ya kazi ya senator na kazi ya MCA. Unajua wakati mimi nafanya kampeni zangu za useneta Kakamega, nasikia wengine wanasema, wewe Lishenga, wacha kuongea hii maneno ya SHA, wewe ongea maneno ya governor wa Kakamega, vile hajafanya hii ama amefanya ile. Mimi huwa nawakosoa na waambia hivi, ukiangalia kikatiba, kazi ya senator ni kuwakilisha wakazi wa kaunti yake kwenye meza ya kitaifa, sio kumfuata gavana kwa mgongo kumuuliza mbona hii wodi haina barabara, haina maji. Hiyo ni kazi ya MCS. Kwa hivyo mimi bado ningerudishia challenge kwa MCS, members of county assemblies. Ninawaambia kwamba ikiwa wodi yako haina barabara, haina maji, haina agricultural services, hilo ni jukumu la member of county assembly kuhakikisha ya kwamba maendeleo yanafanyika. Jukumu la senator ni kwenda kule national table kuuliza ya kwamba sisi kama gatuzi la Kakamega, wananchi wa Kakamega wanasema wanahitaji hiki na hiki, una negotiate national table, unaleta nyumbani. Lakini pale oversight na MCS, na mimi nawatetea wapate mishahara mzuri na support, lakini hawawezi kusema ya kwamba majukumu yao yatatekelezwa tu siku ile mishahara yao itafika kiwango ambacho wanataka. Fair enough. Naibu Governor Francis Mwangangi, miaka 13 ya ugatuzi. Sasa hivi wewe upo ndani ya serikali ya ugatuzi. Unazungumzia vipi? Ufanisi upi ambao unazungumzia kwamba umefaulu zaidi katika in terms of devolution in county government?
Inalingana na kutoka kaunti moja kwenda nyingine. Yeah. Lakini ukienda upande wa Machakos, miaka 10 ya ugatuzi ikiwa under CS Daktari Alfred Mutua, waliweza kutengeneza barabara salami 6 miaka 10. Saa hii kuja Machakos, serikali iliyopo sasa anda Madam Wavinya miaka 4 wamefanya barabara 9 zimeanza, imekamilika. Ukiangalia maneno ya kilimo, si mahali ilikuwa, imeendelea kuimprove, inaendelea kukua little bit better. Afya, enda hospitali yetu ya level 5 Machakos, imejaa patients from Nairobi, from all neighboring counties, including even the Murang'a you are referring to. Naenda saa hii huko, kuna wagonjwa wametoka county ya Murang'a. Our healthcare facilities here in Mavoko, almost where we are, you know, we are supposed to be here, is supposed to be in Machakos, just a few kilometers from here, just down here. Utaona wale wamekuja, kumaanisha afya yetu si mahali ilikuwa, imeendelea kuwa zuri zaidi. Ukiangalia zile barabara za kule mashinani, nyingi zimetengenezwa. Kwa sababu gani? Utaenda uone karibu kila ward iko na siku zake za tractors na engineers kuwa pale na wananchi kutengeneza zile barabara. Kwa sababu ungatuzi vile ulioko sasa, unapaswa kuwa uulize mwananchi nini unataka, alafu mnaenda kupanga hiyo mipango kutenda hilo jambo kulingana vile mwananchi anataka. Yes. So kuna maendeleo kadha wa kadha. Enda county yoyote, hata toka hapa enda Garissa, enda Lamu, any county at nini, na uangalie wakati devolution haikuwa na saa hii iko, utaona tofauti kubwa sana. Kuna tofauti. Lakini kuna changamoto nyingi sana katika ungatuzi. At least I'm a theorist wa development, I'm a practitioner wa devolution, na nimekuwa katika central government. Kuna changamoto, institutional challenges, yes. Na zingine ni za serikali kuu na zingine ni counties. Kwa sababu kuna jambo mwenzangu daktari amesema, professor amesema, ukienda county fulani utapata hawa wameendelea, lakini ukienda county zingine ni kama viongozi pale wamelala. So lazima hilo jambo lizungumziwe going forward. The quality of the leaders, whether an MCA, whether a governor, whether a deputy governor, ni atakuwa kiongozi wa aina gani? And when you talk about quality, just a minute, deputy governor, when you talk about quality, are you talking about the level of education? Or what kind of quality are you talking about in terms of leadership? Ethos. Okay. Ethos. Unaweza kuwa hujasoma sana, unaweza kuwa wewe si professor, yeah, lakini uko na ile God given talent ya ku appreciate the role of everyone around you, na kuamini wale watu wanafanya kazi na wao. Okay. On top of that, when you delegate, umeniambia fanya jukumu hili, acha nifanye, don't micromanage, kwa sababu hujui. Uwezi kuwa wewe ni daktari, wewe ni engineer, wewe ni lawyer, wewe ni nini, kila kitu wewe unajua. Do you think kwamba gavana wako anakupatia that space wakati ana delegate na mambo kama hayo? Do you think anakupatia that space? Kwa sababu na hili ni swali wanauliza almost all deputy governors who come here. Mimi ni wewe of course. Nataka hilo swali ningejibu. Kwanza answer ni yes, affirmative. Any task I've ever been given, sijaona mtu and I'm also assertive. I will tell you hapa una interview. I'm not wale watu utanyanyasa akiwa amenyamaza. Mimi nitaongea. Okay. Na nitakuambia. Kwanza nitakuambia, ya pili nitakuambia, ya tatu nitakuambia, ya nne sasa I will speak up. Okay. So
ile space niko nayo ya kufanya what I'm supposed to do, mimi nafanya na sijaona any interference. Okay. And ukikuja Machakos saa hii, any task I've ever been given, assigned to, nafanyanga to the conclusion and satisfaction of my boss and the people I'm serving. Daktari Lishenga, labda tukulete hapo katika swala zima la naibu gavana na magavana. Na wengi wa magavana na manaibu, wengi wa manaibu gavana ukizungumza nao publicly, baadhi yao wataweza kusema kwamba mimi na deputy governor hatuelewani. Nakumbuka county kama vile Kericho, is it Kericho kwa Daktari Mutai? Kuna Kericho tayari washateua hata running mate mpya. Amesema kwamba wewe tafuta kazi 2027, you will not be my running mate, I'm looking for different running mate. Tuliona what happened in county ya Homa Bay. Bila shaka hata Siaya, hata kaunti ya Siaya, James Orengo na naibu wake wamesumbuana sana na kadhalika. Unadhani kwamba tatizo hasa liko wapi? Ni kwamba katiba ipo bayana kuhusiana na majukumu ya naibu gavana, na hata nakumbuka wakati fulani kulikuwa mpaka na pendekezo la kuondoa naibu gavana, kwamba iwe ni gavana tu, japo ile pendekezo liliweza kufa a natural death. Na hata manaibu gavana ambao wanazungumza kama anavyozungumza Daktari Mwangangi, maybe tukitoka nje ya studio kimuuliza atakwambia different answer, atakwambia unajua pale nilikuwa kwa radio bwana, lakini kiukweli hili tatizo la tofauti za magavana na manaibu wao, ili hali wao ni tiketi moja. Unadhani ni wapi, where did we miss the point? I think ni shida ya kikatiba. Ni mojawapo ya yale masuala katika katiba yetu ambayo inapaswa sisi kama taifa tujiulize. Lakini hilo jibu litaanzia Council of Governors, liende katika Senate na pia katika bunge la kitaifa. Mbona ninasema hivyo? Ukiangalia ofisi ya naibu wa gavana, it is at the same time powerful, also at the same time very powerless. Yani inamaanisha hivi. Leo hii kwa bahati mbaya gavana yeyote akiaga dunia ama akwe impeached ama kwa sababu yote, yule ambaye ni naibu gavana automatically anakuwa the governor. Yes. Kwa hivyo wewe wakati ule umeketi katika ofisi yako kama naibu gavana, hizo ni nguvu ambazo uko nazo. You are essentially a substitute or wewe ni super sub wa governor. Super sub wa governor, unakoja pale, sio? Kwa hivyo kikatiba hiyo ofisi iko na mamlaka sana kwa sababu ya hiyo governor in waiting situation. Lakini pia in the same hand unapata ya kwamba hiyo ofisi pia haina nguvu kwa sababu katika utendaji kazi utendaji kazi inategemea sana yale majukumu ambayo atapewa na ofisi ya gavana. Kwa hivyo gavana wako anaweza kuwa absent leo na wewe uingie kwa ofisi ufanye kazi, kutegemea na relationship. Lakini pia anaweza kuwa absent na kuambia wewe keti tu pale usifanye chochote. Kwa hivyo nimejua kumekuwa na hii proposal ya County Government Amendment Bill ya 2024. Ambayo walikuwa wameleta proposals za make clarify functions za deputy governor. Na unajua the risk ambayo Council of Governors ndio walishoot down hii bill. Hii bill ilikuwa inasema ya kwamba tutadefine functions za deputy governor. Council of Governors walishoot down hii bill kwa sababu walisema italeta two centers of power, yani ofisi mbili ambazo ziko na nguvu. Lakini kile ambacho mimi nafikiria kinapaswa kufanyika ni ya kwamba kunapaswa kukuwa na majukumu ya naibu gavana ambayo yamekuwa defined katika sheria, ndio? Na hayo majukumu hayapaswi ku-overlap na ofisi ya governor au kuzidi yale mamlaka ya ofisi ya governor. Alafu chini yake, chini ya hiyo tunataka tuone ya kwamba Senate na Parliament na Council of Governors wa establish ile kitu tunaita mediation framework. Yani wakati kuna kuwapo na relationship mbaya, uhusiano umedhorotika baina ya gavana na naibu wake. Unajua kwa saa hizi hakuna framework yoyote ambayo inaweza waleta pamoja, kama vile umesema kuhusu James Orengo na naibu wake ama wale cases ni nyingi. Hakuna framework ya kuwaleta pamoja kusema ya kwamba tatizo liko wapi na tunaweza pata suluhu aje. Tunahitaji tatizo ambalo limeandikwa chini na liko katika processes zetu, ambapo kuwepo na shida baina ya gavana na naibu wake. Na pia unajua hii si issue ya counties peke yake. So unajua kuna mambo ya Ruto na Rigiji pia. Kwa hivyo hizi ofisi zote tunahitaji kuwa na njia ambapo tunatatua migogoro. Wakati ambapo hiyo migogoro dakika 17 kabla kufika 3 kamili. Tuko na Daktari Brian Lishenga ambaye pia ni former chairperson ya KUFA na pia ni mchanganuzi wa masuala mazima ya uongozi, na tuko pia na Daktari Francis Mwangangi ambaye ni deputy governor county ya Machakos. Daktari Mwangangi, tukirudi tunachukua a small commercial break. Tukirudi tunataka kuzungumza kuhusu pia siasa za United Opposition. Jana tumeona viongozi wamekutana, wameandikishana mkataba, a binding mkataba if I'm not wrong,
kwamba niliona na ipo hizi picha zipo. Napenda sana your party leader ameweka hizo picha, ameweka mpaka ule mkataba kwenye Facebook page yake. Hata ukienda sasa hivi utaipata, iko pale. So when we come back we are talking about that going to 2027. Bila sikujua mbona naibu gavana yacheka. Deputy Governor Daktari Francis Mwangangi, chama chako cha Wiper kipo ndani ya United Opposition, na last time tukiwa hapo nilisema kwamba Mheshimiwa Stephen Kalonzo, the former Vice President, is the right bet to beat President Ruto 2027. Lakini jana moja kati ya principal ndani ya United Opposition, Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha DCP, amesema kwamba I'm not going to be the king maker, I'm going to be the king. What's your take? He is right. There's no problem with that. That's right. Politics. Okay. Nataka nikueleze kidogo about politics. Wale wafugazi wangu, leo nikitangaza naenda kuwania ugavana Nairobi, na nimekuwa na watu, tumeketi chini, tumepanga mipango. Hakuna vile naweza waambia ati narudi nyuma. Unarudi nyuma aje? Na tushaongea na tumesema sisi tulienda Uhuru Park kama chama, tukasema ni tukanominate Kalonzo, tukasema wewe enda mbele. Na unasonga na unaenda. Sasa utarudi nyuma ukuje kutueleza story nyingine aje? Lazima hiyo ikue the same. Ni DCP leader. Tumemjia kupitia DCP. Wacha kuwa maneno ya sasa, kwa sababu he was beached na akafukuzwa kutoka UDA. Sasa inchi namjua kupitia DCP. First and foremost, interest yake ni kueneza na kujenga DCP. Chama chochote kile nia na azimio yake ni kukua na serikali siku moja. Kwa hivyo lazima huu muungano wa upinzani, kila chama, kila party leader hakikishie watu wake na chama chake ya kwamba is the best bet. Until such a time wataketi chini waseme although I was the best. Tumeketi chini na tumeona Delmazia is our captain, na sisi zote tuko hapo. Na sasa tunaendelea. Daktari, kwa hivyo ako sawa. Daktari Lishenga, sijui unasemaje kuhusiana hili, lakini nyinyi mnaonekana kuwa na headache zaidi, hata chama mna. yani unajua wewe unaweza, yani mtu ambaye ako na akili timamu akae tu namna hii afikiria kwamba hawa vigogo wote wa siasa, Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo, Godfrey Osoti, hawa wote wanaweza kuwa tu wanatembea huku nje wakisema linda mwananchi na hawana chama. Kwa hivyo kwanza hilo ni jambo ambalo halina utata hata kidogo. Ule mgogoro ambao umekuepo kati ya linda mwananchi na Registrar of Political Parties imekuwa kuhusu the brand. Tunaita brand, yani ile brand ya jina Linda Mwananchi. Wakati tumetembea katika taifa, tumekuwa tukizunguka chini ya hilo jina ama hilo umbrella ya Linda Mwananchi. Kwa hivyo wananchi wa Kenya wamefahamu ya kwamba huu muungano, hawa viongozi ambao wamekuja pamoja, huu muungano ambao unaongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna unaitwa Linda Mwananchi. Kwa hivyo sisi wakati tumekuwa tukiongea na Registrar of Political Parties, nia yetu kubwa ilikuwa kusecure the brand jina Linda Mwananchi. Lakini wakati tumekuwa Kakamega katika mazishi ya mkewe seneta wa Kakamega Boni Khalwale, kiongozi Edwin Sifuna alisema ya kwamba, alitumia kimombo, alisema a rose by any other name will still smell as good. Sio? Kasema hata tunaweza ita tent party, sijui nyasi party, lakini wananchi wanajua viongozi wako wapi. Kwa hivyo inapaswa tuelewe ya kwamba tatizo sio ile vieko ama lile gari ambalo Linda Mwananchi itatumia. Ni zile rangi tulikuwa tunataka kupaka pale nje. Tunataka tupake rangi za blue. Lakini Daktari Lishenga, you can correct me if I'm wrong. Katika ule mkutano wa jana wa kutia sahihi mkataba wa kutoachana, wacha niuite hivyo, kwamba ni mkataba wetu kwamba tutakwenda pamoja. Ni kama ndoa vile, kama ruhusa vile. Kulikuwa na mwakilishi wa Linda Mwananchi kweli? Kwa sababu kama mna chama, basi tungeweza kuona mwakilishi wa chama chenu ama wana Linda Mwananchi akiwa katika. Ulikuwa mkutano wa kina nani, Dalmas? Kina nani walikuwa wanakutana pale? Unajua pia inapaswa tuelewe bayana ya kwamba ulikuwa mkutano wa kina nani. Unajua kumekuwepo na huu ama hiki kikundi kinachojiita United Opposition ama Alternative Government. Huo ulikuwa mkutano wa hao viongozi ama yale makundi ambayo yameletwa pamoja. So you're not part of the United Alternative Government. Linda Mwananchi is not part of that. Sisi hao ni ndugu zetu.
tuko pamoja katika azma yetu ya kwamba Kenya inahitaji uongozi mpya. Lakini it is like, unajua wewe umeketi upande ule wa meza, mimi nimeketi upande huu, si ndio? Wote tuko katika show moja, si ndio? Ni hivyo iko. Sasa sisi tuko katika show moja inaitwa One Term, lakini wewe umeketi upande ule, umeketi upande huu. Alright. Mheshimiwa Mwangangi, can you take us through about yale maagano ya jana? Umeipitia, umeielewa? Whatever that the agreement ambayo iliandikwa jana. Nimeipitia. Umeielewa? Lakini simply yes. Na summarized form. Yes. Ni kwamba kwanza kuna commitment ya kwamba liwe liwalo, left right, kusini juu, kuwake jua kunyesha mvua, keti chini, watu wataketi chini na wataongea. Lazima watoe mgombeaji mmoja wa kukutana na kiongozi ambaye ako mamlakani kwa sasa. That is, there can be so many things, but that is the commitment. So how binding is that document? Yeah, exactly. How binding is it? Kwanza ni wao wenyewe bila kusurutishwa na yeyote pale, walienda wakaketi chini na wao wenyewe wakaafikiana, wao wenyewe wakatoka wakaeleza wafuazi wao na Wakenya. Sasa binding first and foremost, that in itself is a commitment. Ukikimbia utoke kwa pale, wewe unakuwa definitely msaliti wa Wakenya instant. Kwa sababu wewe ukuzurudishwa, ulienda ukaketi chini, ukaharibu muda wako, ukatoka ukapendi your signature, ukatoka pale ukaeleza ulimwengu. Sasa unaanza kukimbia, unaenda wapi? Unless umenunuliwa usiku na hii mabilioni inatoka hapa Ikulu. Kwa hivyo Deputy Governor, what you are saying is kwamba kutokana na mkataba wa jana, kwamba the principles ambao wamekubaliana kufanya kazi pamoja, ni kwamba hata kile ambacho, kama kile ambacho unakitaka hautakipata, usitoke. In any case, presidency ni mtu mmoja at any given time. Hata hawa wote wakuwa ni wawili, wakuwa ni 10, wakuwa ni 20, at the end of the day, hii kiti ya presidency ni moja. Na lazima itaenda kwa mtu mmoja, si wote. Haiwezekani. Si wote. Wajua kwa nini tunakuuliza maswali mengi tu? Daktari Lishenga, unadhani mikataba kama hii ina maana katika siasa zetu? Because we know our politics and I mean kama viapo ambavyo vinaliwa katika bunge, viapo ambavyo vinaliwa na rais vinapuziliwa mbali, unadhani kwamba mikataba kama hii ina nafasi gani katika kupanga siasa za 2027? Mimi naelewa kwamba kuna mikataba ya aina mbili. Kuna ile ambayo tunaita pre-election agreements na kuna zile ambazo ni post-election agreements. Na ukiangalia Register of Political Parties wanakubali ya kwamba hizi agreements zote zinaweza kuwa filed na hao ofisi, kuongeza yani ile force of law. Yani ikuwe ni kama inaweza kuwa binding. Kwa hivyo sio kitu bure hiyo mikataba. Ni muhimu kwa kuhakikisha ya kwamba siasa zetu ziko na ile tunaita hygiene ama usafi. Lakini implementation ya mkataba wowote inategemea na wale wahusika ambao wako ndani ya huo mkataba. At the end of the day, itategemea na wale ambao walitia sahihi wa mkataba. Nimekuwa nikiangalia mkataba hapa, naona umewekwa sahihi na aliyekuwa naibu wa rais Kalonzo Musyoka, naibu wa mwenyekiti wa DCP, wote wako hapo, sahihi zao ziko hapo. Kwa hivyo hao wamejicommit ya kwamba yale mambo ambayo yako hapo wamekubaliana. Lakini hakuna jambo lolote ambalo linamshurutisha yeyote kwa hiyo list kufeli kuimplement hiyo agreement. Kwa hivyo hiyo tunaita gentlemen and gentle ladies agreement. Hapo mbele mimi natumai tutakuwa na taifa ambalo mikataba kama hii itakuwa na consequences, ya kwamba wewe ukiweka, mimi nikiweka mikataba na naibu gavana Mwangangi hapa wa kisiasa na niweke chama changu nyuma yake na nitibue huo mkataba, basi kuna lazima kukuwe na some consequences. Lakini vile mimi nimeona hii ni njia mojawapo ya hawa viongozi kuhakikisha kwamba umoja wao, at least unajua ni checkmate, una checkmate mwenzako. Unasema wewe uliweka signature, wewe uliweka, sasa mnaangaliana nani msaliti wa kwanza, nani atakaa. Ni njia ya kucheckmate each other. Lakini ni muhimu kwa hii process. Mimi mwenyewe nina prefer, kama ingekuwa kwangu preference ingekuwa zile tunaita post election agreement, kwa sababu baada ya kura nguvu yako inajulikana na nguvu yangu inajulikana. Hapa unajua tunaongea mambo ambayo ni theoretical, ya kwamba unajua mimi niko na wafuasi kiwango hii, nitaleta.
huyu anasema ako na hii, lakini hatujaona numbers actually. Lakini zile zinaitwa post election agreements zinakuwa more stable hata ukiangalia mataifa mengine, kwa sababu nguvu yako haswa inajulikana sasa. Wewe ukisema uko na wabunge 20 na mimi niko na 100, hiyo ni bayana, si ndio? Lakini kwa saizi wewe unaweza tu threaten ukisema bwana wewe unijui bwana, mimi nitaleta 7 million na wewe unasema wewe. Bila shaka saa 3 imetimia, tunampisha msemaji wetu wa habari, alafu tukirudi tunamalizia. Mheshimiwa Deputy Governor, tukirudi ningependa ugusie madai ya alikuwa Governor Alfred Mutua about what's happening pale Machakos as the sitting Deputy Governor, by the way. Tukirudi Daktari Francis Mwangange, Deputy Governor County Machakos, na tuko na Daktari Brian Leshenga ambaye ni former chairperson Rufa bila shaka, lakini pia aliwania useneta katika county ya Kakamega. Tunamalizia nikianza na wewe bwana DG, yale madai ambayo Daktari Alfred Mutua ameibua dhidi ya the current governor ama the current leadership ya county Machakos, where you are part and parcel, uko na lipi la kulisema about? Sasa kwa sababu mbona unaita daktari aliyewania na anasema ukipindi kile unatumia ile iliyopita na hii inakuja, hajasema hii ya sahi hajasema sana hata alisema ni unawania Machakos, bora ndio kutetea ile ito opposition unity. Bwana Leshenge, hiyo tuangalie hii na utasema wewe mwenyewe, tuangalie hii inakuja. Mgombeaji wa kiti cha useneta kaunti ya Kakamega. Sawa. Ama seneta mtarajiwa. Wananchi ndio alafu sasa atasema wananchi ndio wamemwambia sema. Sasa wa Machakos. Sasa yes, kuna kiongozi wa Chapchap ambaye ni waziri katika serikali kuu na ambaye alikuwa gavana wa mwanzilishi wa jimbo la Machakos. Tunajua anataka kuwa seneta. Kwa hivyo atakuwa ni seneta tena. Amesema hata ametangaza. Okay. Kutoka waziri anawania useneta Yes. Ama ni nyinyi mnasema. Kwa hivyo ni kitu amesema. Na utaniita tu hapa. Kwa sababu najua hii anaenda hivi story mingi, lakini tunajua nini analenga. Okay. Niseme kwanza ni siasa. Kwa sababu saa hii ikiwa niko na heshima kwa kiongozi ambaye nilimkabidhi mamlaka, nikiona jambo linaenda mbaya sinaenda na mueleza iko shida gani. Unajua wakati ule gavana alitembea kule, alidhania sisi zote tumeenda wa Monyoro. Alidhani ataenda freely, aende afanye sarakazi zake na afanye vile alifanya, lakini uzuri alipatana na gavana huko. I think he thought sisi wote, kwa sababu tulikuwa tunatembea kumsalimia naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya, Rigathi Gachagua, alifikiria tu atakuja na afanye mambo yake, lakini ukweli ni kwamba hii yote ni siasa. Because ikiwa niko na heshima kwa kiongozi ambaye nilimkabidhi kama vile nilikuwa nimesema awali, na kuna jambo mbaya, nitaenda nione na nimueleze ya kwamba hii naona iendelee vizuri. Naye pengine aniambie hapana, hapo sio hivyo, ukweli ni huu na uko hivi. Lakini ukiona vile alifanya, hizi ni siasa. Na unajua kupitia chama chake pia akona candidates wale identify. Kwa hivyo jukumu lake la kwanza kisiasa ni kuonyesha kwamba watu wa Machakos, you have a very useless leadership at the moment, lakini hii ingine ni nzuri. That is all he is trying to do. Because yeye akiwa senator tunamjua ni nani hata even as I see here anajua ni nani anataka kuweka kama gubernatorial candidate. Ambaye ni nani? Kwa sasa akona hawa kwa Linda Mwananchi, lakini tunajua wanaelekea huko. They are deeply in discussion. Okay. Na tumewaona pamoja. Na ukiangalia even in social media, even in public forums, wameanza to have a joint approach to politics. Lakini tunawaambia hata wacha gavana Wavinya
hata ajiwe mimi peke yangu. Hiyo mimi nitamalizana na yeye asubuhi. Unasema mapema asubuhi? Si hiyo ya huyo bwana. Lakini na mimi najua kisiasa. Unajua kuna ile unajipima wewe na unajielewa. Wewe DJ leo Utaki ile bwana. Bwana DJ leo ukija asubuhi ulikuwa mpitia wapi leo? Sababu sijakuzoea namna hiyo. Ulipita wapi? Kuja na ubaya sana bwana. Mimi Ulipita wapi bwana DJ? mtu ya kanisa. Na vile asubuhi sijaenda misa na ngojea niende saa 7. Okay. Alafu niende nimweleze nimwambie pole sisangu ambaye alipoteza bwana yake ambaye ni mbunge wa Kibwezi East. Pole sana. Daktari Lishenga, na tukielekea kumaliza, maybe 1 minute, tunaomba comment kuhusiana na swala hili la serikali ambazo zinaondoka na zile ambazo zinakuja. Kaunti ambayo unatoka tuna hilo pia, ambapo kuna claim na kudisclaim kwamba gavana ambaye yupo anapuzilia mbali utendakazi wa gavana ambaye ameondoka. Yule ambaye ameondoka anasema huyu wa sasa hakuna kitu ambacho anafanya, na hata kuna mpaka kuendorse wale ambao ni wapinzani wa yule gavana wa sasa. Na hilo huwa lina trickle down mpaka kwa miradi. Unapata kwamba huu mradi ulianzishwa na Lishenga wakati alikuwa ni gavana. Mimi sitaki mambo ya Lishenga, kwa hivyo naanzisha miradi mingine mipya, na mwisho usiku anayepoteza ni mwananchi. Unaweza kuzungumzia vipi hilo? Kwanza unajua hizi ni cheche za kisiasa. Unajua watu wako katika ushindani. Unaweza pata ya kwamba gavana aliyekuwa pale mbeleni wametofautiana na gavana ambaye yuko sahi. Na njia mojawapo ya kupigana ni yule ambaye yuko sahi kusema yule ambaye alikuwa hajui kazi. Aliacha madeni, aliacha vitu kama hivyo. Wakati mwingine kuna ukweli ndani ya hayo madai ya kwamba unajua tunasema katika kimombo government exists in perpetuity, ya kwamba serikali iwe inakuepo tu, watu wale ambao wanakaa kwa ofisi ndio wanaobadilika. Kwa hivyo kama ndugu yangu Mwangangi hapa DJ akikuwa governor, haezi kuja aseme ya kwamba yale mambo yote ambayo Wavinya alifanya ni bure. Lazima kukue na ile continuity. Kwa hivyo hizi ambazo zinafanyika kama Kakamega County ni tofauti za kisiasa baina ya gavana Baraza na aliyekuwa gavana Oparanya. Kwa hivyo hizo tofauti hazipaswi kuzuia utendaji kazi ama utoaji wa huduma kwa wananchi wa kawaida. Kwa mfano, ikiwa kuna mradi wa health center ambao Oparanya alikuwa ameanzisha ama hospitali kama pale Shinyalu kuna hospitali wanaita Shamahubu ambayo ilianza mbeleni, sio? Ni jukumu la gavana ambaye amechaguliwa saa hii, akipata ya kwamba huo mradi ulikuwa umekapilika mpaka asimilia fulani amalizishe. Na sio lazima ya kwamba wakati ule anamaliza, kwa sababu pesa si zake, pesa ni za umma, si ndio? Wakati anafanya kumaliza huo mradi, anafanya ile ambalo ni jukumu ambalo raia wamempatia. Ukiuliza mkazi wa Shinyalu, hataki kujua nani yako kwa ofisi, hajali kama ni Oparanya ama ni Baraza. Yeye anataka tu kujua akigonjeka hospitali yake ya Shamahubu inafanya kazi. Hizo ndizo tofauti ambazo inapaswa tuondoe kwa siasa, kwa sababu kuna political competition lakini kuna service delivery kwa wananchi. Nadhani kwa sababu ya muda, bwana DJ Mwangangi na Daktari Lishenga, ningependa kila moja maoni yako dakika moja tukimalizia. Katika taifa hili ambapo kwamba tunaishi, kumekuwa na madai kwamba wakati maafisa wa polisi, makurutu wa polisi wanachukuliwa majeshi, wanasiasa wanapata idadi fulani. Wasijui wakati madaktari wanaajiriwa, nurses wanaajiriwa, ama wakati walimu wanaajiriwa, wanasiasa wanapata idadi fulani. Speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amedhibitisha hilo, na amesema kwamba anapeleka wabaadhi wa bunge kutoka Western katika ikulu ya rais, wanapewa barua 10 alafu wao wanauza. This is very unfortunate. Bwana DJ, what kind of leadership are we having in this country? If we were truly democratic, kungekuwa na mzoata wa kung'oa hii serikali mamlakani kupitia hayo matamshi. Angalia Senator Speaker Wetangula is a lawyer. Mtu amesoma, anaelewa katiba. Alafu angalia kule anasema anapeleka wambunge. Na pia tujiulize majukumu ya Teacher Service Commission. TSC. Nimekuwa katika hiki kipindi na nikasema kuna high state capture in this country. Mahali ambapo independent bodies, institutions zimeshikwa mateka. Na sasa Wetangula ameconfirm hiyo.
Moses Wetangula ambaye ni speaker wa kitaifa wa National Assembly ameconfirm yale, na pia kuna wengine wamekuwa wakisema ikulu yetu imeacha ile ikulu ya zamani ya heshima ikawa a crime scene. Speaker Wetangula ameconfirm hayo kwa sababu ikulu injakata kama wanga inapea hawa na sasa inashindwa, na watoto wa maskini watatokea wapi jameni? Wale wamesomeshwa wakafanyiwa maharambe na communities wakapelekwa mashule, na saa hii hiyo community iwezi rudi ichange 1400 ya kupatia mbunge ndio wapewe kile cheti. Kwa nini Teachers Service Commission isiachiliwe ifanye kazi yake? No wonder kuna mambo imekuwa vile imekuwa ikiendelea. Security officers wanakuwa very rogue kwa sababu of the manner in which they were brought kwa hii kazi. Si kama wewe umengangania professionally ukakuja ukajitetea kwa interview ukipata ile kazi kupitia hiyo process, fair process.